Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wanachama wa NATO wa Ulaya wameibua wasiwasi kwamba uhusiano wa Washington na Moscow na kutengwa kwa Umoja wa Ulaya EU wakati wa mazungumzo kunaweza kudhoofisha kambi ya kijeshi inayoongozwa na Marekani, na hii ni kulingana na AFP ikitoa mfano wa wanadiplomasia wa nchi hizo za kimagharibi. Hata hivyo, wakati huu nchi za kimagharibi zimekuwa zikiogopa sana Urusi. Baadhi ya mataifa yanauoga dhidi ya Urusi, yakihofia kwamba wakati wowote Urusi inaweza ikafanya shambulizi dhidi ya mataifa hayo. Ikumbukwe mataifa haya yaliunda kile kilichoitwa NATO baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, ambapo iliibuka vita baridi baina ya Umoja wa Sovieti na mataifa ya magharibi, na ni kutokana na tofauti za kiitikadi za kijamaa na zile za kibepari. Na wakati huu, baada ya kuvunjika kwa umoja huo wa Usovieti, bado kumekuwa na tofauti kubwa kati ya Urusi ambayo ndio ilikuwa nchi mama katika Usovieti, lakini wakati huu bado wamekuwa wakiogopa sana Urusi. Mataifa mengi ya magharibi yanasema kwamba huenda baada ya vita nchini Ukraine Urusi ikafanya shambulizi ndani ya taifa lolote katika NATO, na hivyo nchi hizo wakati huu zimekuwa zikijiandaa kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya mapambano dhidi ya Urusi. Marekani na Urusi zimefanya mikutano kadhaa ya ngazi ya juu nchini Saudi Arabia na Uturuki yenye lengo la kumaliza mzozo wa nchini Ukraine na kuboresha uhusiano wa kidiplomasia, huku duru nyingine za mazungumzo zikitarajiwa kufanyika. Katika ripoti iliyochapishwa siku ya Jumatano, wanadiplomasia wa NATO ambao hawakutajwa majina walisema ishara kutoka Washington kwamba inaweza kuhamisha vikosi vyake kutoka Ulaya pamoja na mawasiliano ya Rais wa Marekani Donald Trump kwa Urusi zimezua hofu miongoni mwa nchi wanachama. Tunajua mwelekeo chini ya Marekani katika muungano, mwanadiplomasia mmoja wa NATO aliambia AFP. Alisema zaidi kwamba nia yetu ni kuweka kiwango cha juu cha Amerika katika muungano huu. Nchi za Umoja wa Ulaya zimekuwa zikiongeza matumizi ya kijeshi na kutengeneza silaha, ikisukumwa na matakwa ya Trump kwa zaidi ya mara mbili ya lengo la matumizi ya NATO hadi 5% ya pato la taifa. Siku zote tulijua kwamba wakati tunakuja ambapo Amerika ingerudi nyuma. Kulingana na afisa wa zamani wa NATO Jamie Shea, Marekani inapaswa kuwasilisha ratiba iliyo wazi ikiwa inapanga kupunguza uwepo wake wa kijeshi barani Ulaya, wanadiplomasia hao wanaripotiwa kusema. Hata hivyo, Marekani ilisema kwamba haitaki kuwa kiongozi katika NATO na inahitaji kuona taifa lolote lijitokeze kuendesha jumuiya hiyo ya kujihami ya NATO. Ufaransa, Uingereza na Ujerumani zinatajwa huenda zikachukua nafasi ya kuongoza NATO, lakini bado uchumi wao ni mdogo. Wanachama wa NATO wa Ulaya wanaona mazungumzo ambayo yanaendelea ya Marekani na Urusi ni tishio la msingi kwa jumuiya hiyo. Ikiwa mabadiliko ya kimkakati, basi bila shaka ni shida kubwa, mmoja wa wanadiplomasia anasema. Kiwango cha matumaini kinazidi kushuka kwamba huenda Trump akajiondoa kabisa katika NATO na kuiacha NATO, na huku Urusi ikiamua kufanya lolote, wanaeleza wanadiplomasia hao ambao hawakutajwa majina kupitia shirika la habari la AFP. Hivi majuzi Trump alitoa maoni kwamba upanuzi wa NATO na ufikiaji wake kwa Ukraine wakati wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden katika ikulu ya White House ni miongoni mwa sababu zilizosababisha mzozo wa Urusi, na hata wakati huu bado kumekuwa na sababu zile zile ambazo zinaendelea kufanyika katika kile kilichosababisha mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Moscow mara kadhaa imekuwa ikieleza na kukataa juu ya utanuzi wa NATO, hasa kwamba imekuwa ikileta vitisho na vya kiulinzi katika nchi hiyo. Kiongozi wa Urusi Rais Vladimir Putin aliwahi kueleza kwamba kuieneza NATO katika mipaka yake ni kuleta ugomvi, na ndio sababu ya ugomvi wa mwaka 2022 kati ya Urusi pamoja na Marekani. Urusi imekanusha madai ya nchi za NATO kwamba ina nia ya kushambulia kambi hiyo ya kijeshi. Putin amepuuzilia mbali uvumi huo akisema huo ni upuzi mtupu. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.